ndipo ataanza kukumbuka, tulikuwaga tunasikia, tulikuwaga. Waswahili wanasema majuto ni nani? Mjukuu. Sio mjukuu tena, ni mtoto. Amen. Wanasema majuto ni mjukuu, sio mjukuu, ni mtoto. Amen. Atakuwa mtoto tena, sio mjukuu. Amina. Sema amen. 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 Sema amen. Amen. Biblia inatuambia kwa habari ya kugeuka kwa ajili ya maonyo. Maandiko yameweka wazi kwamba siku ile Bwana tazi yake, hofu yake itakapofika kama tufani, anasema ni tazi yake. Ndio maana nataka leo mabinti wageuke. Bwana nataka leo wababa wageuke. Bwana nataka wamama wageuke. Wabibi wageuke. Wakongwe wageuke. Kila mmoja ageuke. Warudi kwa ajili ya maonyo ya Bwana. Watembee katika njia za Bwana. Lakini leo Watanzania, kwa sababu tumejivunia amani ya muda mrefu, wameshupaza shingo. Na hata alivyotokea 2029 hawakuamini Watanzania kwa sababu wamezoea kujitumainishia amani. Mimi nasema hapana amani kwa wabaya, sema Bwana. Hakuna amani kwa wabaya. Huyu unaona amani ni bandia, iko siku itakulipukia. Hata kama unaenda bado unasema tuna amani, unazini unasema tuna amani, unakunywa pombe unasema tuna amani. Hakuna amani kwa wabaya. Hakuna amani kwa wabaya, sema Bwana. Asema Bwana wa majeshi. Haipo amani kwa wabaya. Iko tufani na kuja kwa watu waliomkataa Mungu. Soma Kumbukumbu la Torati sura 28. Fungulia Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Kumbukumbu sura 28. Kumbukumbu la Torati sura 28. Mstari wa 15. Mstari wa 15 inasemaje? Tusome pale haraka mtumishi wa Bwana. Tunaenda na muda wako, watu wanasema harakisha, tunataka tuondoke. Tunaenda na muda wako. Amen. Inasemaje? Mstari wa 15. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 15 inasemaje? Lakini itakuwa usipotaka. Lakini itakuwa usipotaka kusikia sauti ya Bwana. Kusikia sauti ya Bwana Mungu wako. Usiangalie kufanya maagizo yake. Usiangalie kufanya maagizo yake. Yote na amri zake. Nikuagizayo. Hivi leo. Ndipo itakapokujia laana hizi zote na kukupata. Mstari wa 16 inasemaje? Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Sikiliza, Biblia inasema utakapoacha kusikiliza sauti ya Mungu na kuweka shingo yako kuwa ngumu, hata kama utakimbilia kwa mtume na manabii ili wakubariki, wakupe maji unywe, wakupe vichupa vya mafuta upake usoni, Biblia imesema utalaniwa mjini, utalaniwa na mashambani. Hata kama utapigana kwamba mtume fulani, naomba kichupa cha maji ninywe ili baraka inijie, Biblia inasema utalaniwa tu utakapokataa kusikiliza sauti ya Bwana. Utakapokataa kutii neno la Bwana. Watu wengi leo wanakimbilia kubarikiwa, wanasema naomba baraka, nataka baraka. Ukisoma mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba ukisikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo baraka hizi zote zitakujiria. Baraka zinakuja kwa sababu ya kuna jambo limetokea, jambo la kusikiliza sauti ya Bwana kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote, ndipo baraka zinakuja. Lakini leo wahubiri wa leo wanaruka huo mstari, wanarukia mstari wa 3 na 4 kwamba utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Wanakuja pokea baraka, pokea ushindi, pokea mafanikio, pokea utajiri. Wanaruka kusikiliza sauti ya Bwana kwa bidii. Ndio maana utaona kanisa la leo watu hawataki kusikiliza neno, wanataka wafike tu pale mtumishi ukaendelea kuachilia baraka, ukawabariki na kuambia kuna vichupa vya maji, njoni mnunue, ndani 1,000. Mgonjwa anakuja changie, unampa kunywa hichi kichupa, anapokunywa kichupa unamwambia changia buku, changia 2,000. Ni waganga wa kienyeji, wafanya biashara makanisa, na watu wasiolisikiliza neno, blind people, waliofungwa macho, hawaoni, wanaenda wananunua hiyo maji na mifuta, lakini hawajui ya kwamba wanafungikwa kuzimu, wanatundikwa kuzimu, wanafanywa kuwa wana wa jehanamu mara 2. Nasema hivi, hawajui kwamba wamezikwa kuzimu kwa kuchukua kichupa cha maji na kichupa cha mafuta. Narudia tena, ikuingie wewe ambao hutaki kuomba wala kumtafuta Mungu wala kusoma neno, ili unakimbilia kanunue kichupa cha mafuta kwa mtume na manabii, ili ukapate ukifika kwenye biashara yako upake usoni, ukifika kwenye gari lako unyunyizie maji, ukifika kwenye store yako
ukanyunyizie kale mafuta yako, ukanyage mafuta. Nataka nikwambie umefanyika kuwa mwana wa jehanamu mara mbili wewe. Usipogeuka na kutubu, nataka nikwambie wale wenzako wamekalia viti vya enzi vya shetani. Wamekaa viti vya enzi vya shetani. Wameweka agano na mashetani. Wanachukua nguvu zao kuzimu. Na ndio maana kaangalia makusanyiko yao. Hawahubiri watu wabadilike. Unakuta wanawake wameenda na visuali vyao. Wanapokea baraka zao. Wameenda na vimini vyao. Hawana haja na vimini wewe. Hawana haja na wanawake kujikuvaa ovyo. Hawana haja na maisha yako. Wana haja na pesa yako. Utachangia pesa, utanunua mafuta, utanunua chumvi. Neno la Mungu alinunuliwi. Mtu anatoa sadaka kwa kupenda mwenyewe. Nisikie kusema amen. Sadaka unatoa mwenyewe tena kwa kupenda. Kutoka moyoni ndipo Mungu anapokea. Ndio. Sio mguse Mungu wangu. Sio lete 5,000 ununue mafuta. Eti lete 12,000 ununue kakibangili. Eti kakibangili kameandikwa jina la nabii na mtume. Eti na mtu mmoja kutoka Mbinga anakanunua anavaa. Anasema nimevaa upako. Umelaaniwa wewe. Amen. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Amen. Sema amen. Utalaaniwa tukishupaza shingo. Tukienda nitamkie baraka mtumishi haitoki ng'o. Baraka inatoka kwa kusikiliza sauti ya Mungu na kulitii neno lake na kunyenyekea na kuanza kumtafuta Mungu kwa bidii. Ndio. Sema amen. Endelea pale mbele. Nasemaje? Utalaniwa mashambani na mjini. Mjini utalaniwa, ukienda mashambani kulima utalaniwa, ukienda mjini utalaniwa. Unafanya biashara haifanyiki. Unajaribu kugeukia biashara ya nyanya haifanyiki. Unageukia labda ngoja nianze kuuza mitumba haifanyiki. Unatapeliwa. Ngoja basi nianze kufanya M-Pesa unatapeliwa. Umelaniwa kila eneo. Amen. Sema amen. Inasemaje? Inasema litalaniwa kapu lako. Litalaniwa kapu lako na chombo chako. Yaani kapu lako litalaniwa na chombo chako. Unajaribu kufanya biashara, kapu lako limelaniwa. Unajaribu mtumishi, mbona sipati pesa? Nafanya biashara lakini pesa sizioni. Ni laana. Hata ukienda kwa mtume na nabii haitoi. Hiyo laana ni kurudi kwa Yesu. Maana ndiye aliyeachilia hiyo laana. Umekataa neno. Amen. Umekataa neno lake, unataka vyaelea tu. Aje mtu pokea. Amen. Pokea baraka. Mnabarikiwa. Naona watu mkienda Dar es Salaam. Naona watu mkienda Marekani. Ngo hauendi. Ndio. Nasema hivi hauendi. Amina. Anakutamkia tu alafu utoe pesa zijae anunue gari. Alafu endelee kutembea kwa mguu. Amina. Kama ndo maana angalia mitume na manabii wana maisha mazuri na magari makubwa. Washirika wao wanatembea na magonjwa yao. Mtume muugiza gani? Yeye alikuwa na chura tumboni ametoka. Chura naingiaje tumboni? Si dhambi zako wewe. Amen. Alikuwa na chura ametoka tumboni Mtume muugiza. Muugiza gani? Amepona. Kamwangalie aliyepona. Kamwangalie yeye anasema amepona. Anateseka. Kabisa. Inasemaje? Utalaniwa kapu lako la kukandia litalaniwa. Ndio. Nasema utalaniwa uzao wa tumbo lako. Watoto wako watalaniwa. Watoto wako ndio maana tunazaa watoto wahuni. Umezaa watoto kabisa, Mungu amekujalia huyu mvuta bangi, huyu amekuzalia huyu. Yana waelewe kote, unakwambia mama tafadhali bwana. Ungechelewa na mimi ningekuzaa. Hata kama aseme vitendo vyenyewe, katoto kanakushikia na kiuno, usinichunguze mama. Usinifuatilie. Wewe ni nani unanifuatilia? Kanarudi saa 6, kanarudi saa 8. Tena kanakuja na mpenzi kamemshika hivi. Kanakuja naye. Kaambia mama wewe ndo mpenzi wangu huyu. Ukimwangalia anasema mpenzi wake ni kituko. Kabisa. Limelaniwa tumbo lako. Uzao wa tumbo lako. Anasemaje na nini tena? Na uzao wa nchi yako. Na uzao wa nchi yako. Maongeo ya ng'ombe wako. Maongeo ya ng'ombe wako. Na wadogo wa kondoo zako. Na wadogo wa kondoo zako. Utalaniwa uingiapo. Utalaniwa unapoingia. Utalaniwa na utokapo. Unabeba kacheti kako. Nimemaliza degree nataka kazi. Unafika ofisini ngongongo anawaambia wewe ndo unataka kazi. Hebu weka basha hapo tutakuita. Ndio wakuiti. Umelaniwa unapoingia, unalaniwa unapotoka. Ukiingia ofisi hii wanasema hatutokee huyu hapa. Hata kama wakwambia vitendo vyenyewe. Unalaniwa unapoingia, unalaniwa unapotoka. Ndio maana kuna baadhi ya watu akiingia ndani ya nyumba ni mkosi. Kabisa. Yaani kuna mtu akiingia ndani ya nyumba, hiyo nyumba itaingia. Hiyo nyumba hata kama mlikuwa mje kupigana mke na mume, hiyo siku mtapigana. Kwa nini? Ameingia mwenye